Bwana ibarikiwe. Umesikia tu yaani michikichi ina hela unaenda kulima michikichi. Umesikia tu yaani matikiti yana hela unaenda kulima matikiti. Jina Bwana libarikiwe. Hujafanya maandalizi ya kusafisha, siku unapata hasara kubwa. Kwa sababu ya nini? Ya kutokufanya maandalizi ya kutosha. Namba 6. Maandalizi hujenga nidhamu binafsi. Ukiwa ni mtu mwenye maandalizi yatakusaidia kuweka mipango ambayo itakusaidia wewe kuwa na nidhamu kwenye mambo ambayo unayafanya. Namba 7. Maandalizi utofautisha. Samahani, naomba wamama na mashemasi msaidie kutuliza hao watoto wetu tunasikilizana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandalizi utofautisha waliodumu. Maandalizi utofautisha wanaodumu na wanaopotea au na watu wasiodumu. Kwa maandalizi ndio yatakufanya wewe udumu kwenye kilimo cha mpunga au usidumu. Maandalizi utakao kufanya wewe udumu kwenye mafanikio uliyoyapata au usidumu. Ujaona kuna watu wanaanzisha vitu biashara kwa mbwembwe. Yaani wanaanzisha biashara kwa mbwembwe. Baada ya muda kimya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Namba 7. Namba 8 tunaenda. Maandalizi huongeza uwezo wa kubeba baraka. Bwana Yesu asifiwe. Maandalizi, Mungu hawezi kukubariki zaidi ya maandalizi uliyoyafanya. Kwa hiyo unapojiandaa vizuri inakupa uwezo wewe Mungu kukubariki zaidi. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kuna watu hampati pesa nyingi kwa sababu hamjajiandaa kushika hela nyingi. Hela kubwa kubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haujasoma vitabu vya fedha. Tunakuja hapa tunakufundisha, hauandiki tunapokufundisha. Hujiandaa. Ukiwa unajifunza, unampa Mungu nafasi ya kukubariki zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Namba 9. Maandalizi huamsha ushirikiano wa Mungu kwako. Maandalizi yanamfanya Mungu ashirikiane na wewe vizuri zaidi. Ukifanya maandalizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anakutana na watu ambao wamejiandaa kukutana naye. Ni sawasawa unakuta kwenye ibada wimbo wa kuabudu unaimbwa, kuna mmoja anabubujika lakini mwingine amekaa kama sanamu, yani uko hivi tu. Yaani watu wananena kwa lugha kabisa, watu wanazama wanabubujika, lakini wewe upo hivi kama mstimu wa umeme. Ni kwa sababu hujafanya nini? Hujafanya maandalizi ya kukutana na Mungu kwenye ibada. Mara kwanza ilikuwa kinaniumiza sana, na unaongoza wimbo wa kuabudu, unakuta watu wamesimama kama mstimu wa umeme. Ikawa inanisumbua. Zaidi mimi hainisumbui. Yaani mimi nimeimba, nimebubujika. Wewe usipobubujika utajua wewe. Kwa sababu wengine hujiandaa kukutana na Mungu kwenye ibada. Mnakuja kwenye ibada kwa mazoea. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Utashangaa tu wenzako wananena kwa lugha, wanabubujika, wanafanya, wewe unabaki vile vile kama mstimu wa umeme. Bwana Yesu asifiwe. Unashangaa kanisa ni ile mchungaji ni ule walimu ni wale, lakini wengine wanabarikiwa, wengine kilo chao kinaongezeka, wengine wanabaki vile vile. Kwa nini? Kwa sababu ya nini? Maandalizi. Usipojiandaa kukutana na Mungu, Mungu hawezi kukutana na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Namba 10. Maandalizi huunganisha imani na matendo. Maandalizi huunganisha imani na nini? Na matendo. Yakobo 2:26. Yakobo 2:26 anasema imani pasipo matendo imefanya nini? Imekufa. Kwa hiyo ukiwa unajiandaa, unafanya maandalizi ya kutosha, imani yako itaambatana nini? Na matendo. Lakini usipokuwa na maandalizi ya kutosha, imani yako itakuwa haina matendo. Ndio wale leo wanakuambia nasubiri wakati wa Bwana. Namsubiri Bwana. Unamsubiri na wewe umefanya nini wakati unamsubiri Bwana? Hujifunzi chochote. Hujifunzi biashara yoyote. Namsubiri Bwana nitendee muujiza wa uchungu. Utaendelea kusubiri, utasubiri sana mpaka Yesu anarudi.
Bwana asifiwe. Wenzako tutakuwa tunakwambia tu aisee, mwaka huu Mungu amenitendea muujiza, amenifanyia 1 2 3. Wewe utakuwa unang'ang'ana tu macho. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu hujafanya maandalizi. Lakini maandalizi yanakusaidia kuunganisha imani yako na nini? Na matendo. Nikwambie kitu kimoja, mafanikio sio ajali. Mwambie jirani yako, mafanikio sio ajali. Yaani msione tu, mnafahamu waziri wa vijana. Waziri wa vijana mnamfahamu? Joy Nanauka. Joy Nanauka hajafanikiwa pale kwa waziri wa vijana kama bahati. Kuna watu wanafikiri mafanikio ni bahati. Watumishi, mafanikio sio bahati. Mimi unaona hapa nimekuwa daktari. Sio bahati tu imetokea tu kwamba ilitokea tu nikaamka ni daktari. Pamoja na neema ya Mungu, lakini mimi nilikuwa nasoma. Mimi nilikuwa katika watu ambao walikuwa wanaogopa kufeli ni mimi. Kuna siku moja nakumbuka niliamka usiku kwenda kusoma. Ilikuwa ni alfajiri. Dada mmoja akasema hivi, "David, kusoma sio vita." Yaani mtu anakuambia unasoma mpaka mtu anakuambia David, kusoma sio vita. Mimi nikamwambia kusoma ni vita. Na matokeo yalionekana. Mimi nimemaliza pale chuoni, nikawa second best student. Yaani katika wanafunzi ambao wamefaulu vizuri kuliko wanafunzi wote, nilikuwa mtu wa pili. Jina la Bwana libarikiwe. Maandalizi niliyoyafanya yamenisaidia pamoja na neema ya Mungu, lakini wapo watu wengi nimemaliza nao, wengi hawajaajiliwa. Sio kwamba mimi nilikuwa na akili sana, lakini pamoja na neema ya Mungu nilijiandaa kuweza kupata fursa ambazo zitatokea kwa kipindi cha mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa mafanikio haya sio bahati. Usione mzee Shimba pale anamiliki gari ukifikiri ni bahati kwamba ilitokea tu. Hivi mzee Shimba ilitokea tu, yani ulilala ukaamka ukakuta gari imepaki kwako. Bwana asifiwe. Usione askofu amefanikiwa kuwa askofu. Sio bahati, ni maandalizi. Mwambie jirani yako, mafanikio ni matokeo ya maandalizi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ni katika watu ambao hawana utamaduni wa kujiandaa ni walokole. Walokole mnaamini maombi ni kila kitu. Maombi mimi nakwambia sio kila kitu. Kuna watu wengi walikuwa ni mabingwa wa maombi lakini wameishia kuwa fukara. Kwa nini? Kwa sababu waliamini maombi ni kila kitu. Maombi ni muhimu, lakini maombi yanatakiwa yaambatanishwe na maandalizi mengine, ndipo utafanikiwa kuwa mtu mkuu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Twende tuangalie kwa haraka.